Nisikilize kwa makini. Nakwambiaje? Toka nyumbani kwangu. Toka. Toka wewe. Nisikilize. Hii tabia yako imenichosha. Nakuomba baba, nakuomba. Unajua hali yangu. Naomba unisamee mume wangu. Usiwe wakini wewe, nisikilize nakwambiaje? Hapa nyumbani kwangu sikutaki tena. Ili ndio kama mimi namaanisha. Subiri. Haini na mimi namaanisha utoke. Nakuomba mume wangu usinifanyie hivi tafadhali. Lakini mume wangu mimi sipendi kuwa hivi. Upendi kuwa hivyo vipi? Wewe utakuwa umeishi wewe. Sasa unasema mimi kwa ganga nimeenda. Au sasa niko nilikuwa nimeenda dawa na kosa. Wewe ugonjwa umeishi nyumbani kwenu. Naomba usinifanyie hivyo mume wangu. Wale maisha yangu unajua. Usifanyie hivyo. Nenda wapi mimi baba? Nenda wapi? Ili uko na maanisha mara mbili tena, subiri sasa nikuonyeshe. Umeona haya? Nakupa talaka moja. Uende ukajifunza nyumbani kwenu namna kuishi na mwanaume. Ukipona, nikahakikisha kama umepona kweli na kurudia. Lakini kama usipopona, mimi na wewe ndo basi. Nitaongeza talaka 2. Jumla zinakupa 3. Na hii talaka naitoa kwa dakika zangu timao kabisa. Sijakurupuka. Haya maamuzi nimeamua wewe kwa kizabu timao kushika talaka. Sitaki tena maelezo aina yote. Usinitulie kupiga magoti. Mbona usube? Usiniguse wewe. Nitakubamiza, nitakupiga. Unanijua vizuri mbona unakuwa nikikasirika. Unaona vizuri? Fanya uende. Fanya uende. Wewe. Au. Haya. Cheze wakubwa. Nenda toka. Toka ndani kwangu. Mwenyewe unajua kuishi vile vile. Kila siku mimi eti makono kila siku makono. Wewe. Tena tushiriane vizuri. Wewe ndio unaelewa? Wewe, usinizoe. Nakwambia usinizoe. Toka! Shenzi wewe. Una adabu wewe. Na wewe ukajifunza nyumbani kwenu. Namna ya kuishi na mwanaume. Leo ni simanzi, leo ni vilio, leo nyumba imejaa majonzi. Leo ni simanzi. Hivi kaka, kwani umetupitisha mlango wa nyuma baada ya kutupitisha mlango wa mbele? Kwanza kabisa napenda kutumia mlango wa kule kwa sababu ukiuacha ukiwa wazi ndio mlango ambao uko salama zaidi kuliko huu wa huku. Kwa sababu naona ni barabarani. Je, nikiuacha wazi na watu wakapita wakabeba vitu, unafikiria nini baada ya hapo kinachofuata ni kipi? Okay, sawa. Sawa. Nimewaleta huku kwa sababu ya mdogo wako. Kwanza kabisa amekuja na mabegi huku akiwa analia. Na isitoshe kaja na taraka mkononi. Kwa inatakiwa tuambie shida ni nini hasa kilichomtoa kwa mume wake kuja mpaka huku nyumbani. Ni kweli kaka. Jana niligombana na mume wangu. Na chanzo kikubwa ni ile tatizo langu limenirudia tena. Tatizo la kujikojolea kitandani? Ndio dada. Kwa hiyo ulishindwa kumwambia changamoto yako kama ni hivyo au imekuwaje yani? Wiki moja tu kakufukuza. Kashindwa kukuvumilia kabisa. Wewe mume kweli? Yeye ndo mvivu, ilitakiwa amuelezee changamoto zake tangu mapema. Tatizo lenu nyie mkiwa bado wadogo mnakimbia masuala ya utu uzima. Sasa hivi mmeshafika kwenye utu uzima ndio zinatokea changamoto kama hizo. Inatakiwa mume mnafikiria. Sijui mnanielewa? Kaka. Na dada.
Nilikuwa naomba mnisaidie kitu kimoja. Muongee na mume wangu. Mimi nampenda sana. Isitoshe siwezi kukaa mbali naye. Kwa hiyo naomba mniombee sana sana sana. Hawezi kuniambia. Mdogo wangu, hata ukiongea naye asipokusikiliza wewe baki, akikusikiliza utaenda. Kwa sababu mdogo wangu, wewe bado mdogo, bado mbichi, bado unalipa. Hata usiwaze sana. Mimi nipo pamoja na wewe. Sawa mdogo wangu? Sawa. Bado mdogo, bado mbichi, bado unalipa. Hata usiwaze sana. Mimi nipo pamoja na wewe. Sawa mdogo wangu? Sawa. Twende kwanza, tutaongea mengi zaidi. Ndio mnavyodanganyana. Sasa usalama hiyo nakwambia, ile siku udogo nakumbuka. Udogo nilicheza. Sikwambii sana. Udogo niliingia katikati, nilicheza kama shughuli ilikuwa pambe, kwanza ile ilinoga. Ila timile kila kafanyaje tena Selva kote pamoja na Sema. Yaani mimi nikaisi kama ni amechanganyikiwa kidogo, sikutu alimtafuta vipi. Labda alivuta kabla kuingia kwenye shughuli. Hakuna hata cha kuvuta, anajiendekeza. Inawezekana. Wifi yangu leo. Karibu. Karibu wifi yangu. Ila nilikuwa na shida kidogo. Shida? Ndio wifi yangu. Shida gani hiyo tena? Wewe ongea tu, hata usiwaze wifi yangu. Ni kuhusu kaka yako. Kakaangu mimi. Kafanyaje tena? Tumegombana, kanipiga, kanidhalilisha mtaani, kanisindikiza kwa maneno mabaya ya kejeli. Isitoshe kanipa na talaka pia. Talaka? Ndio wifi. Kuna nini hasa mpaka mmefikia huko? Nani anaweza kutupisha kidogo? Nani huyo? Ana shida, tunaweza kuongea. Ongea tu. Unajua wifi, Nandi angetupisha sijui tu. Usiwaze wifi yangu. Wewe unaweza kuongea tu, ana shida wewe. Ongea tu, hamna shida. Asa mimi nilipokuwa kule Nandi, nilipokuwa mdogo, sasa nikasemaje? Yaani unajua wifi, mimi sielewi. Sijui nini. Wewe ongea tu, niwe kuwa huru, upo na wifi yako hapa. Usiwaze wala nini. Wewe funguka. Nilikuwa nakojea kitandani. Unasemaje wifi? Sasa unacheka nini? Unajikojolea au umejikojolea? Nimejikojolea, nilikuwa nauma. Nilikuwa nimetilia, nikakaa sawa. Ila nashangaa tu nilianza tena hiyo hali na ndio sababu ya kaka kunifukuza na kunipa talaka. Kumbe ni ugonjwa. Basi sawa wifi, usiwaze. Mimi nitajitahidi kuongea na kaka yangu, maana alichokifanya sio kitu kizuri. Chelewa. Kama ameamua wewe kuoa, basi ilibidi akubaliane na kila kitu. Hizi ni changamoto tu katika familia wifi yangu. Yaani hapa nikujipa moyo, wifi yako nipo, nitaongea na kaka, tutaongea vizuri, tutajadili, hayo mambo yatakuwa sawa. Sawa? Ni ugonjwa tu. Ile kapaniki, anipata haraka, maneno machafu, kanipiga. Lakini mimi sijali kwa sababu bado nimeona. Isitoshe nampenda sana. Kwa kama wifi yangu pia ni ndugu yako, unaweza kuongea naye. Nikapata muda tena wa kuongea. Nampenda sana. Wewe usiwaze kuhusu hilo wifi. Alafu kingine, usiwe mnyonge kiasi hicho. Sawa? Sawa wifi. Basi mimi niwaache wewe nyumbani. Pole. Asante.
Poa, karibu. Asante. Mzima. Yaani udugu nimetoka huko naombea moto kila ninavyotembea miguu haifiki nakwambia. Yaani kila nikitembea naona miguu yangu mizito, yaani napaona mbali unaambiwa hapa. Soko bulo kwa yaani umenishika hapa. Kila nikikaa nyumbani nikikalika pakaliki. Kila nikikaa unaambiwa pakaliki. Yaani Ushanitamani hivi hapa. Shoga, naomba maana hapa. Yaani nimwagie uombea wenyewe. Kwani wewe hujasikia taarifa zinazoendelea hapa mtaani? Taarifa gani shoga yangu? Mage udugu wako kaachika. Kaachika? Unashangaa nini? Makubwa kaachika kisa nini? Kaachika dada talaka moja kapewa na magodoro yake kaambiwa ende nyumbani akatulie. Shoga yangu nasema kweli. Wamesha kutoa taarifa za uongo. Kweli. Mimi nakudanganya nini? Makubwa kaachika kisa nini? Dada yule anatutambia nakwambia mtaani kaolewa mzuri yeye nakwambia mzuri kama yeye hakuna. Kumbe dada yule mrembo kikojozi yaani niliposikia taarifa jamani. Kikojozi? Wewe acha tu. Shoga yangu kwanza hilo jambo mimi limenifurahisha. Kama wameachana mimi hilo jambo limenifurahisha. Kwanza asante kwa umbea shoga yangu. Ndio maana nakupenda. Usijali taarifa zote nilipata na mtoto nakuletea nayo usikae ndani. Yaani unaboa wewe. Unapenda kukaa ndani. Nitajitahidi. Ila nimefurahi mwenzako, nimefurahi. Kitu fresh hapo hivi. Kwanza unaanza kuandika. Kaachika. Yaani nimefurahi. Haya bana. Poa wangu. Haya mimi naenda. Kwaheri, asante kwa umbea. Haya bana. Leo ni simanzi. Afadhali kaka nimekutana na wewe. Hivi kaka, uliwaza nini hayo yote kuyafanya? Sasa hivi umekuwa sana. Hiyo ndo salama. Samahani. Kaka nisikilize. Mimi naongea hapa kama mdogo wako. Ndio amenifuata wifi amenieleza kila kitu. Na mimi kakaangu ninavyokujua, sikuamini kabisa. Ila kwa haya unaonijibu sasa hivi, nazidi kuamini. Kwa hiyo amekuja nyumbani kukushtakia wewe kama nani? Ndio amekuja kunieleza kila kitu. Unacheka kabisa? Hivi kaka, kwani wewe hauna matatizo? Kakuvumilia vingapi? Yaani wewe kitu hiko ambacho cha kuweza kukaa chini, mkaenda mkadalevua ni jinsi gani ya kuweza kulitibu hilo swala, wewe unamfukuza mtoto wa watu. Anatufanyia kwamba ni sawa, si ndio? Mimi kunizalilisha kila siku mbele kwake ni sawa. Mimi kila siku nizalilike, yeye yani hivi wewe unashindwa kufikiria. Hebu jiulize. Kwa nini siku ile mahali liko ndogo? Ni kwa sababu unajua ndugu yenu ana matatizo, ni kikojozi. Mimi napata aibu. Yaani tena aibu ndo na kwangu mimi tena. Mimi nashindwa hata marafiki zangu kukaribisha nyumbani nashindwa kwa sababu nashindwa naanzia wapi? Ndani kuna nuka harufu chafu. Wewe mimi kakako, bado ni kijana mdogo sana. Kuna watoto wengi sana huko, kuna vile mdemu kibao. Wako mtaani kila siku wazuri. Mimi leo umesababisha kwamba kaka ya kutafutia mwanamke mwingine wa kuoa, wewe unavyo upuuzi. Eti wewe. Lakini kaka, uliamua kuoa, ulitakiwa kuvumilia. Unajua katika ndoa unatakiwa uvumilie vitu vingi sana na sio kumdhalilisha ulivyomdhalilisha wewe. Sasa kwa nini umeshindwa kumvumilia mwenzio? Nisikilize. Changamoto zangu mimi zinavumilika ila za kwake hazivumiliki. Hilo lielewe. Na nisikilize. Tukikutana wakati mwingine, sitaki tena mzungumzie kuhusu huyo mtu. Nimempa talaka moja. Aende nyumbani kwao huko akajifunze. Akipona namrudia, asipopona mimi na yeye basi. Najua kaka amekuvumilia vitu vingi sana. Na mtoto wa watu anaonekana ni mnyenyekevu na mvumilivu. Na sidhani kama utakuja kupata tena mwanamke mwingine kama yeye. Na hata kama utapata, basi jua kabisa watu fanana na yeye. Unanipalana? Sio nakupalana kaka yangu. Hebu wewe nisikilize. Baadaye. Kaka, leo ni simanzi, leo ni vilio.
Lamu. Oh. Vipi bwana? Kazi kwema? Swali. Fresh. Ndio. Bwana mimi nimekusimamisha hapa kwa jambo moja tu. Kitendo cha kufanya si cha ungwana kabisa. Kwa sababu nyumbani unapajua. Ilitakiwa wewe na mwenzako ambaye ni mdogo wangu mguu kwa mguu mkaja mpaka nyumbani pale ili tuweze kuzungumza. Kwa sababu hivi ni vitu vinazungumzika. Sasa sijajua kwa nini mchukua maamuzi hayo. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba dadako amekutuma wewe ili uje umwombe msamaha, si ndio? Hajanituma ila anajaribu kuzungumza na wewe kama mwanaume mwenzangu. Kwanza hata siongee. Unajua shemeji wewe ni mnafiki sana. Yaani mimi nilijua nimepata shemeji yangu wa nguvu. Kumbe ni mnafiki hivyo. Kumbe ndio maana siku ya mahali mmetaja mahali ndogo. Nikasema mwanamke mzuri. Mahali ni chache. Nikasema labda umenionea huruma. Kwani nikatoa. Kumbe mnajua dada yako kama ni kikojozi. Namjua dada yenu vizuri, ndugu yenu vizuri alivyo. Anakuja mimi kunalibia CV yangu nyumbani. Kila mtu akenda nyumbani kwangu pale majirani napata aibu. Sema why? Nani napata aibu mimi? Ninaamua kunizalilisha mimi. Kweli? Shemeji ni mnafiki sana yeye. Unafiki wangu uko wapi? Bwana usikia. Sawa. Hizo ni changamoto za kawaida. Kwa sababu mpaka tunakuwezesha na kuwezesha yule mdogo wangu ni alikuwa ameshapona hiyo changamoto ni haipo kabisa. Ilikuwa imeshaisha. Yaani hizo ni changamoto za ubinadamu. Changamoto gani? Kwa nini hukusema kwamba shemeji, bwana dadangu huyu 1 2 3. Hata dada yenu pia angenieleza mimi ningejua ningefanyaje ningetumia binadamu wangu. Hata hivyo kwenye kumrudisha kwa msalaba bila manundu, ustaarabu wangu tumetumika. Lakini itakiwa arudi pale shingo imekaa huku. Lakini kistaarabu. Na nimempa talaka moja kwamba aje ajifunze, ajitibia awe sawa, atarudi nyumbani kwangu. Naomba tutumie ustaarabu. Tuzungumzane masuala tu ya kuzungumzika, halafu yanaisha, maisha mengine yanaendelea. Kwa nini tufikie huko? Kama wewe mmoja kwamba msamaha mwambie dadako kae nyumbani, wewe uje nyumbani pale uje ushike nafasi ya dadako. Umeelewa vizuri? Uje ushike nafasi ya dadako. Maana kama unaongea sana. Sasa umeamua kunizalilisha. Bwana wewe sikiliza bwana, kwanza wewe hundishi kwa lolote lile. Bali maisha yanaendelea. Umefikia huko. Sasa nimefikia huko bwana wewe. Wewe kwanza hundishi kwa lolote. Mimi nije nikae nyumbani kwako. Mimi ndo nije nikae nyumbani kwako. Utajua mwenyewe. Bwana, nitake radhi. Radhi ya nini? Naona kama unalalamika sana. Unaambia maneno hayo. Unalalamika sana shemeji, mara mdogo dadangu hivi. Kama unaona kama dadako alikuwa na faida, njoo ukae nyumbani afu dadako akae nyumbani, shughuli imeisha. Bila. Sasa sikia. Ipo siku tutakuja kunilia shida. Shida gani bwana wewe kwenda huko bwana? Mimi ndo nakwambia. Hii ni dunia. Haya sawa. Simanzi, leo ni vilio, imejaa majonzi, leo ni Shikamoo kaka. Eti shikamoo kaka. Haya, wapi tena na magodoro yako? Nienda pale kuanika. Saa 5 hii saa hizi. Kusha kucha. Wenzako washaamka. Bado unahangaika na magodoro yako. Ona sasa. Hiki ndio kilichotokea. Shauri yako tumekuhangaikia ukiwa bado mdogo. Mpaka sasa hivi umekuwa. Lakini bado hali ni ile ile. Lakini kaka, sijapenda kuwa hivi, ni mpango wa Mwenyezi Mungu tu. Mungu hawezi kupanga ujinga kama huu. Ni upambane mwenyewe, utafute dawa, upone. Na upambane tena kumwomba msamaha mume wako.
ili urudi. Maana mwisho wa picha hapa nyumbani mimi nitakuchoka. Hizi hali za kutoka na magodoro saa 5 saa 6 mchana kweupe na majirani wakiwa wanatuona. Wewe shauri yako. Kaka, hadi wewe unaongea maneno kama hayo. Kwa nini nisiongee? Kumbuka mimi ni mdogo wako na unatakiwa kwa upande wangu na si kunibeza. Wewe unajua nimepitia mangapi mpaka kupata ile dawa ukapona? Lazima nikwambie, wewe ni mdogo wangu. Wewe shauri yako. Haya, peleka magodoro yako. Familia vikojozi mambo zenu. Familia vikojozi mambo zenu. Mko poa? Tunataka tuheshimiane. Kwani ni uongo? Familia vikojozi mambo zenu. Wakina dada tuheshimiane. Familia yetu sisi. Hadi mimi kikojozi. Ndio. Mtoto mama. Samahani mami, na mazungumzo na wewe. Naomba nipatie muda kidogo tu kama mtoto. Una shida kuongea na mimi? Zungumza tu, haina shida. Sikiliza. Kusema kweli, wewe ni mwanaume mzuri sana. Wewe ni mwanaume mzuri sana. Wewe umetumwa Hapana. Naomba uende. Mali tafadhali. Naomba uende, niko busy na kazi. Sikiliza nikwambie moja. Mimi na mke wangu na nampenda sana. Kwa hiyo huyo aliyokutuma mwambie nimeshindwa. Na ndoa yangu hamwezi mkaivunja. Ngo. Hapana mali, sio kwa ubaya. Kwanza umenijuaje? Mimi nakujua toka muda tu. Sasa wewe dada yangu sikiza. Unijui? Sikujui. Mimi nakujua. Wewe unanijua. Nakujua ndio maana. Wewe ungeweza? Ingekuwa wewe ungeweza? Tafadhali, hebu nieleze kwa kidogo tu. Ujue kwamba nimetoka huko kote nimekuja hapa. Sijakosea njia, nimekuja hapa na nimekufuata wewe. Kukwambia jinsi ninavyojisikia ndani ya moyo wangu. Tafadhali. Naomba uende, niko busy na kazi. Niko busy na kazi basi. Naomba unielewe. Ondoka. Toka. Jamani mwizi, moyo kanibia, sikihirizi. Kani
Wea chuzi mzee baba. Nia chuzi tena. Wea chuzi wewe mwana mchumba anakuja. Amekuja na hii hapa. Anakoma kwa naye bwana. Mimi nakwambia wewe huyu mwambie wewe mwenzio huyu. Wewe mwanangu wewe sio mwanaume mwanangu. Unaona kitu gani wewe mtu anakuja hapa unaweza kujionyesha chembedua. Onyesha wanaume. Sikizeni tufanyeni kazi. Sikizeni nikwambie sasa. Huyu mtoto anaita kama nifuata mimi hapa navyojijua mimi hapa. Ungeni ninge kuonyesha wanaume wetu ukoje sasa. Asa ungemfuata? Unazingua sasa tusimwambie huko. Wewe mkikodi sasa wanaume sasa tunafanya wewe. Wao aje ndo wanaume. Sasa. Ndio. Sasa mwanamke pale nyie. Wewe ajuzi. Asimfuate. Mfuate wapi bwana? Margaret. Mambo unielewe. Yaani mwenyewe unaelewa jinsi gani mimi nakupenda. Nishakuzoea wewe. Najua nimefanya makosa lakini wewe ndio kila kitu kwangu. Tafadhali nakuomba. Naomba urudi nyumbani tuishi kama zamani. Furaha ambayo tulikuwa nayo, naomba tuwe nayo mamangu. Yaani mimi niko tayari kwa kila kitu. Kwa ajili yako turudi nyumbani mama. Margaret usifanyie hivyo. Sina raha mzio. Napata shida hata kupika kwenye sipiki mavyombo vichafu, nashindwa kufua nguo mimi ni hivyo kama unavyoona vaa masambusambu huyu mama. Naomba. Lakini hivi ungekuwa unanipenda, ungenidhalilisha kiasi kile? Unanitupia mabegi, unanitolea maneno makali machafu mbele ya watu. Hujajali hata, yaani hujajali chochote kuhusu mimi. Majirani wananiangalia, watu kwenye jamii wote wananiangalia mimi. Unanitukana mbele za watu. Hilo ni jukumu lako wewe kunistiri mimi na sio kunitangazia kwa watu. Unanitukana, unanipiga mbele za watu. Kweli mimi sikupenda. Makopa sana. Rudi nyumbani tushikane kama mama. Furaha tu kwa raha zamani. Mungu tuendelee kuishi. Hebu anaelewa unachokiongea kweli? Umesahau yote ulionifanyia siku ile, si ndio? Kunidhalilisha, kunitukana, kunitupia mabegi, kuwatangazia jamii yote kwamba mimi ni kwa jozi, si ndio? Kiukweli niliumia sana. Pia sikutegemea kama unaweza kunifanyia hivi. Kuna kila yaani mwenyewe unaelewa jinsi ninavyojisikia moyoni mwangu. Najua ndio nilifanya makosa na ninajutia makosa yangu. Alright. Na kuahidi haitojirudia tena mama yangu mzazi. Wallahi na pia kwa dini ya Kiislamu. Magi nakupenda mama yangu, naomba unielewe. Mimi nakosa la nipo nyumbani. Mimi nakosa la nipo nyumbani. Basi jamani usilie. Sasa basi mimi nimekuelewa. Ila kama unahitaji hivyo nitakiwa uje nyumbani. Uongee na kaka pamoja na dada kwa sababu umetumia jitihada kubwa sana kufanya mimi nirudi kwa kawaida. Kwani umepona? Ndio nimepona. Umepona? Ndio nimepona. Mungu ni mkubwa. Mungu ni mkubwa. Umepona? Ya Allah! Asante Mungu, mimi nilijua kama utapona. Kesho mimi nakuja nyumbani kwenu. Nakuja kuongea na kakako na dadako, nakuja kukuambia. Si ndio? Ila tu naomba uniambie kwamba tutarudi nyumbani, tutaishi kama zamani. Si ndio? Ndio nitarudi. Ya Allah! Unajua natamani nipige makelele ili kila mtu ajue furaha ni huko. Asante Mungu. Mimi ndio nitapona. Nitapona. Unajua furaha sana. Usikia hivi. Nikisha nakuja nyumbani mapema kabisa. Nakuja kuzungumza na kakako na dadako. Nadhani utanielewa tu. Sitarudi nyumbani, si ndio? Asante. Basi mimi niende nyumbani. Unajua kaka, mimi nishalishali. Sio kuniletea shida. Sawa. Naelewa. Na kesho pia nitakupa zawadi, sawa?
Kama nilivyoweza kuzungumza mara ya kwanza, mimi binadamu jamani, na najua nimekosea pakubwa sana, na ndio maana niko hapa kuja kuomba msamaha ili niweze kurudia na mke wangu. Nampenda sana mke wangu. Hivi unajua ni gharama gani tumeitumia hapa? Hapana. Ni kiasi gani? Ni pesa kiasi gani zimetotoka hapa mpaka unamuona mkeo huyo hapo mzima kabisa? Unajua? Ungekuwa unalijua hilo usingekuja. Kipindi cha shida utamrudisha, kipindi cha raha utakuja kumchukua, si ndio? Sijamaanisha hivyo. Unajua mimi nilifanya hivyo kwa sababu huku ni nyumbani kwao, na mimi pia nilimwangaikia sana, lakini sikupata mafanikio. Huku ni nyumbani kwao, na nilitegemea akija huku lazima atapona tu, kwa sababu huku ni nyumbani kwao. Nyinyi mngejua nyinyi mnakuwa mnaanzia wapi, lakini mimi nikikaa naye kule nakuwa nakosa. Okay, sawa, nyumbani kwao. Kwa nini ulivyokuwa unambwaga, kwa nini msije wote? Okay, sawa, maana nimekuja kuomba msamaha. Labda mimi naongea sana. Hebu kaka, unaweza kunisaidia? Bwana. Hizo unakimbia. Au labda kuwa mimi naongea sana. Hebu kaka nisaidia. Bwana. Wanasema mchuma janga hula na wakwao. Ndugu yetu hapa akachuma majanga. Wewe ukamtoa mbio balu. Sasa kachuma majanga, kaja kalana ndugu zake. Tumehangaika kadri ya uwezo wetu, hatimaye amepona. Umesikia taarifa huko mtaani amepona, umekuja hapa kumchukua. Iko ni kitu ambacho hakiwezekani. Shemeji, naomba mnielewe kwa hilo. Wewe kaka pamoja na dada, pengine hiki kitu unachoona ukiongea labda kitawakwaza, lakini mimi bado nampenda mume wangu. Unajua kaka, lakini Magi, naomba utulia. Hapa hakuna mke wala hakuna Magi. Wewe usimame uondoke. Wewe sikia. Hapa hakuna cha Magi kutoka wala cha nini. Na utabaki hapo hapo. Bana shemeji. Sasa hivi hapa hamna cha undugu na hapa mke upati. Kwa cha kufanya. Kaka, kumbukeni wewe ni mume wangu lakini Wewe. Unasikiza kwa na akili timamu. Haya, nyanyua miguu yako. Magi, ongea kitu basi, ongea na kaka, ongea na dada kwa leo basi.